Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Vita huko Mashariki ya Kati imezidi kupamba moto. Wakati huu kila upande unazidisha mashambulizi upande wa pili. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC usiku kucha limetekeleza wimbi jipya la mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya utawala wa Israel kufuatia awamu ya kwanza ya operesheni ya kulipiza kisasi ya Ahadi ya Kweli namba 3. Hata hivyo, wakati huu mashambulizi yanadaiwa bado yanaendelea. Wimbi jipya la mashambulizi lilianza saa 5:30 usiku wa kuamkia leo Jumapili kwa saa za nchini Iran. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limesema katika taarifa kwa vyombo vya habari kwamba mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 na yalihusisha kuvurumisha makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani kuelekea katika shabaha za Israel. Ving'ora vya tahadhari vilisikika kote nchini Israel, huku Waisraeli wakishauriwa kukimbilia kwenye mahandaki kujikinga na mabomu katika maeneo yote yanayokaliwa kwa mabavu. Hata hivyo, ripoti zinasema kwamba kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa na vituo vya gridi ya umeme vilipigwa kwa mafanikio kwa makombora ya Iran. Karibu saa 2 baadaye, jeshi la Iran limesema katika taarifa mpya kwa vyombo vya habari kwamba vituo vinavyozalisha mafuta kwa ajili ya ndege za kivita nchini Israel pamoja na miundo mingine ya nishati imeathiriwa. Hata hivyo, kwa upande mwingine, Brigadia Jenerali Ahmad Vahid, mshauri mkuu wa kamanda mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, alisema mapema jana kuwa duru ya kwanza ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 imetekelezwa kwa mafanikio makubwa na kikosi cha anga cha IRGC na kwamba shabaha 150 zilipigwa wakati wa operesheni ya kulipiza kisasi, na wakati huu siku ya leo watafanya tathmini juu ya mashambulizi yaliyofanywa siku ya Jumapili usiku. Kadhalika kwa upande wa pili, Israel nayo imeonyesha ufanisi wa kufanya mashambulizi licha ya kwamba ilikuwa ikiendelea kushambuliwa. Israel inadaiwa imeshambulia katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na Wizara ya Ulinzi ya Iran. Kadhalika vikosi vya ulinzi vya Israel vilifanya mashambulizi ya mfululizo katika maeneo ya miundombinu ya mjini Tehran yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran. Jeshi la Israel limesema maeneo lengwa ni pamoja na makao makuu ya Wizara ya Ulinzi na Shirika la Ulinzi na Utafiti ni moja kati ya maeneo ambayo yalipigwa sana siku ya jana Jumamosi usiku. Lakini pia maeneo mengine ambayo yameshambuliwa vibaya ni pamoja na maeneo yenye visima vya mafuta pamoja na gesi huko nchini Iran. Haya yanajiri baada ya shirika la kimataifa la nishati atomiki kuthibitisha kuwa majengo 4 muhimu yameharibiwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel. Hii ni baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kusema kwamba wakati wowote kuanzia sasa ndege za Israel zitashambulia kila eneo nchini Iran. Alitoa matamshi hayo saa chache baada ya waziri wake wa ulinzi kuionya Iran kuwa mji wake mkuu utawaka moto iwapo itaendelea kuvurumisha makombora masafa kuelekea Israel. Tutashambulia kila eneo, kila shabaha ya utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, alisema Netanyahu katika ujumbe wa video uliotolewa siku ya Jumamosi. Hata hivyo, miji yote ilikuwa ikiwaka moto kote, kwa maana huko Tel Aviv pamoja na Tehran hali ilikuwa mbaya kwa kila upande, na wakati huu vita inaonekana ni inazidi kuwa nzito zaidi, huku kila upande ukiendeleza mashambulizi makubwa zaidi. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.